sana na mwisho wa siku wanapata tatizo la afya ya akili. Kwa sababu gani? Leo hata kama mwanaume anapigwa ndani ya ndoa yake hawezi akasema, anaona ni kitu cha aibu, lakini kumbe hiko kitu anatakiwa kusema ili apate msaada. Kutokana kukaa kwake kimya inampelekea kupata changamoto ya afya ya akili. Kuwa msiri, yani jamii inamfanya mwanaume awe msiri na mwisho siku inamchochea kufika katika changamoto ya afya ya akili. Majukumu ni mengi sana wanaume tofauti na wanawake. Na ni kweli sisi tuna majukumu. Mwanaume kaombewa kula kwa jasho. Hata kama kaombewa kula kwa jasho, lakini pia anatakiwa kusikilizwa. Yeye pia ni binadamu kama binadamu mwingine. Na ndio maana tukizungumzia afya ya akili, mwanaume ndo anaonekana ameathirika sana tofauti na mwanamke. Ndio? Kwa nini tunaathirika sisi wanaume? Au kwa sababu tu ya hayo majukumu? Hivi unajua nafika wakati mpaka unasema, hivi ni huyu mimi au Mungu labda aliamua kunibadilishia? Hapana. Niseme tu ni kutokana na majukumu, jamii inavyomtazama mwanaume. Yaani hasa mwanaume eti kusema napitia changamoto fulani. Inakuwa ni changamoto kiukweli. Hawezi akasema. Kwa hiyo kutokana na hayo mambo ambayo namkuta inapelekea mwanaume kupata nini? Changamoto ya afya ya akili. Nimesema wanaongoza japo hapa leo tunazungumzia kwa watu wote, wakubwa kwa wadogo, wa kike kwa wa kiume. Sasa tuendelee kuangalia changamoto. Moja ya changamoto ni matatizo ya kiuchumi. Matatizo ya kiuchumi yamepelekea watu kupata afya ya akili kwa sababu rahisi. Ndio. Wengi tunapata ugumu wa kusamehe kwa sababu mbalimbali. Wengine tunaona kwamba hatujui nini maana halisi ya kusamehe. Tunahitaji kuelewa nini maana ya kusamehe. Na pia maumivu na kuumiza kwa kina. Unakuwa umebeba maumivu ya ndani sana. Kiasi ambacho unasema hili siwezi kusamehe. Kwamba lingine ningeweza kusamehe lakini hili siwezi kusamehe. Siwezi kuacha lipite hivi. Hofu ya kuwa dhaifu kwa kupoteza uthabiti, yani kwamba mtu unaona kwamba nikisema samahani nitajishusha hadhi. Ndio. Kwa hiyo unaona ni bora nisiseme samahani au nisitafute suluhu. Saa nyingine hata unakuwa na haki, ile hali ya kutafuta haki na kulipiza kisasi na kwa imejaa ndani yako. Kiasi ambacho kusamehe inakuwa ngumu. Mengine ni utamaduni tu kwamba kwa mfano unasema mtoto wa kiume mimi nitamwaje samahani. Ilikuwa tu ni utamaduni tu watu wamejengea. Kwamba saa nyingine pia ni kujiona kupita uko sahihi kupita kiasi. Kwamba unaona kwamba wewe huwezi kukosea. Wanaokosea ni wenzio tu. Kwa hiyo inaweza kusababisha pia usiwe mtu wa kutokusamehe, una hali ya kutokusamehe. Kwa muda mwingine kuna baadhi ya watu au swala la kujishusha na kusema samahani imekuwa ni changamoto sana kwao. Hiyo ni ngumu. Saa nyingine pia unakuwa na hali ya kusema kwamba kukosa huruma na kuelewa yule mtu mwingine. Yaani kwa kwenye vile